uko active sana mitandaoni, hasa kwenye mitandao ya kijamii. Hivi ni nani anaendesha kurasa zako? Anayekusaidia kuziendesha? Yaani simu yangu mimi anisaidie nani? Mimi mwenyewe ndo admin wa kurasa zangu zote. Ndo kama leo hapa uje tumjibu mtu mmoja ili uamini. Mimi naendesha mwenyewe. Sitaki hata maneno na mtu. Kwa sababu simu hii umeshaambiwa ni ya mkononi. Kinachotakiwa wewe ubadilishe tu fikra zako, uhusike na hilo jambo. Ukiwa na tabia za kila kitu kufanyiwa, hasa mimi naondoka nyumbani kwangu kitanda nimelala mwenyewe na nitandikia. Si ndio mimi wa kwanza nimeshuka pale natandika mwenyewe kitanda changu. Kwa hiyo hata hii simu yale yanayonihusu mimi mwenyewe ndiyo admin. Ngoja nikuonyeshe mtu mmoja hapa anasema hadi. Huyu hapa Geoffrey 502. Du, mama yangu Gwajima upo active sana. Ukweli wewe ni waziri wa wote. Mungu akujalie afya na nguvu tele uendelee kufanya kazi. Asante sana. Tunamjibu hapa sasa. Asante sana Geoffrey. Unaona hapo? Hapa niko Mwananchi nini? Hapa nipo ati Mwananchi official, si ndio je? Yes. Mwananchi official wanakusalimia. Uko hapo? Wanakusalimia, unaitwa nani wewe? Isiaka. Wanakusalimia hasa huyu hapa Isiaka. Huyu hapa Isiaka anasema hello. Hello. Haya, wewe ati nani yako account yako? Juma underscore tena? Yes. 2 hivi. Alafu Isihaka. Ngoja hapa tufanye mambo kwa ushahidi. S Isihaka S. Hivi. Niko mbali kwa kweli. Chukua uweke mwenyewe mambo yako hapo. Weka hapo ujirani. Ili mambo ndio kwa ushahidi. Ni mabadiliko ya fikra na utayari na utashi na nia yanayosababisha vitu vyote viwe rahisi duniani. Vitu vyote haviwezi kuwa rahisi duniani kama ndani yako huna moyo wa dhati. Moyo wa dhati hukufanya Mungu ausome hiyo kodi yako. Unajua kuna vitu fulani vya kiimani. Tuna Mungu ibariki Afrika. Mungu kaumba dunia hii. Ameweka kodi zake ndani yako. Ukizibaini zile kodi, ukataka zifunguke, anayeendesha kufanikiwa kwake ni yeye mwenyewe Mungu. Yaani kama tunasema GPS, sijui GPS, sijui wapi mnasomana, hata Mungu anasomana na sisi. Sasa tatizo tunapewa kodi za kimungu, alafu tunazifunga, hatuzifungui, anashindwa kuleta usaidizi wake. Kwa mimi sijawahi kuona taabu na mtu akiniuliza na mimi nawashangaa. Kwani nyinyi mnaendeshwa na nani konti? Lakini inatambulika Mheshimiwa Waziri, majukumu ya waziri ni makubwa sana. Yaani unapata wapi muda wa kujibu? Kama hapa nimepata wapi muda huku niko na wewe. Hayo majukumu ni pamoja na kuelimisha jamii. Jukumu la kwanza ni kubondi na wananchi unaowatumikia. Mimi ni waziri wa maendeleo ya jamii. Mimi sio waziri wa elimu kwamba unikute darasani naongea na watoto. Mimi sio waziri wa afya kwamba unikute niko kwenye clinic huko na sijui nafuatilia vitu gani. Mimi nafuatilia fikra za jamii, re-engineering ya jamii. Wataalamu wangu mimi ni maafisa maendeleo ya jamii na maafisa ustawi wa jamii. Sisi bila kukamatana na jamii, zile fikra zao tukawa tunazo hivi na zetu wanazo hivi, hatuwezi kwenda pamoja. Umeona? Na sasa wewe kuna sinema moja, ni nani yule aliact huko Hollywood? Anapeleka wenzake kupigana vitani. Ni Sylvester Stallone au ni nani? Aliyesema kwamba nitakuwa kwanza kubodi kwenye ndege kwenda mstari wa mbele kupigana na nitakuwa wa mwisho kuondoka kwenye mstari wa mapigano kuingia kwenye ndege kurudi nyumbani. Alafu anaonekana pale anashuka na mabunduki yake, anaongoza wenzake, anamwambia njoo. Wanapigana kule, wanazipiga, akimaliza anamwambia ingia kwenye ndege, hapo anapanda kinyume anabodi. Lazima uongozi ukaonyeshe njia ili wengine wafuate. Sasa mimi nikawa naelekeza, wale watasema yeye anatuelekeza mbona hajaji huko. Umeona hiyo? Kwa mimi I'm happy kuongoza watu kile ninachokifanya wakikiriki na wao wa kule chini wafanye. Hasa wanafanya kazi kunishangaa.
Waziri yuko kutwa mitandaoni anafanya nini? Sasa mimi mkutano wa hadhara nitakuja huko kila saa niifanye na tuko kwenye zama za kidijitali. Nitaweza? Huo muda nitatoa wapi? Huku ukiitisha mkutano, hasa hivi watakuja watu 5,000, 20,000 kwenye comment moja, kwenye elimu moja. Wanakuja watu kibao. Like this one. Mambo kwa ushahidi. Haya, jana kulikuwa na issue hapa huko Arusha. Sijui kijana mmoja alimpiga mtoto fulani hivi, huyu hapa. Nikaikuta hii, imetoka kwa Kusaga. Hii hapa. Nikatoa tamko, nikasema kuna video ya kuudhi na kukera huyu baba, sijui kampiga kufanya nini, nikawatagi polisi, nikafanya nini na kutoa maneno yangu. 117,000 hizi hapa. Wameshaangalia, message imeenda kwamba serikali iko macho, inaona, lakini wote waliotakiwa kuhusika hapa, walioko kule, kama walikuwa hawajaona, nimewatagi na ukashaka macho yuko ndani. Sasa imenikosti nini? Yaani natakiwa nitoke hapa, nichukue hiki, nimpelekee sasa, angalia itifaki ilivyo. Haya, katibu mkuu wangu chukua. Si ndio Katibu mkuu wangu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii naye ashuke kwa mkurugenzi husika, chukua. Tutoke pale twende ofisi ya Waziri Mkuu TAMISEMI kwa Mheshimiwa Ridhiki Shemdoe mwenye TAMISEMI yake. Haya, chukua. Naye atoke pale sasa aende amtafute nani? Katibu mkuu wake, chukua. Akimaliza pale sasa waelekee mkoani mwenye mkoa wake, haya chukua barua. Si ndio hiyo? Atoke pale aende ampe katibu tawala ya mkoa, chukua. Katibu tawala amtafutie afisa ustawi, chukua. Hivi yule jamaa hajatoroka? Kweli. Hata maana ya fursa kidigitali nyingine hapa mimi sielewi. Kama nafanya vibaya mniambie. Mimi kazi yangu ni kuchukua na mtafuta the right person. Namwambia chukua hii huko field. Shughulikia, alafu lete taarifa kinyume wa taarifa mabosi wako wote. Alafu nipe taarifa. Hichi ndio ninachofanya. Na leo asubuhi hii huku Simiyu ati Okuli block, nimeamka niko kwenye gari. Unaniambia saa ngapi nafanya mambo? Niko kwenye gari wakati nakuja kwenye interview huko. Unaingia kwenye notification. Unaona mambo. Nikamwona huyu hapa. Mama yangu anapigwa, anateswa, serikali muokoeni atakufa. Nishapandisha tayari hapa, wamesha view watu 21,000 karibu. Tayari hapa nimeshatoka, nimeshachukua hii taarifa, nishamfuata bwana Daniel Simiyu huyu hapa. Na kashabrutiki. Daniel Simiyu, mpigie, msikilize tafadhali, nipe majibu. Nikamchukua huyo mama mwenye namba yake ambaye nimepewa na aliyerusha, nishaingia DM yake. Wewe nipe namba za huyu anayelalamika haraka sana, kashanipa. Nishakuja hapa, huyu mama wa huko Simiyu huyu hapa. Namba yake naitwa Gwajima, waziri wa maendeleo ya jamii, msaidizi wangu Daniel atakutafuta. Kwa hiyo na compare, atanipa katafutwa na Daniel kanipa. Nikiona kimya kote narudi nasema wewe, hebu nieleze imekuwaje? Kaka, lazima tufanye mambo kwa fikra mpya kwenye zama za kidigitali. Dunia inakwenda kasi sana ujue. Ukikaa tu mimi waziri nimekaa pale alafu so what? Waziri, vitu gani umewahi kukutana navyo huko kwenye mtandao vikakutibua ukasema sasa hii imekuwa shida kweli? Yes, ukiwa active bila shaka unakutana vingi huko. Vingi, watu si basi wachokozi tu. Wengine wanajibebesha tu uchokozi, wanakuja wanakutibua, ila mimi nimejaliwa moyo mmoja. Mimi ukinitibua na wewe nikifanikiwa nakutibua vile vile. Ila ni muda tu. Mimi baada ya dakika 5 nishakusahau, tunasonga mbele na mambo mengine. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa kidigitali ukishakuwa kule kuna akili nyingi sana zinakuja. Na ndio watu wetu walivyo hivyo. Kitu unachotakiwa kwanza, akishaona huyu kanitibua, kwanza unatakiwa uvute pumzi, umwambie Mungu, unajua mimi kashanitibua. Sasa huyu ni muendeeje? Ili upate hekima ya kumwendea. Saa nyingine na watania tu, mimi na watania lile jambo na muelewa na yeye. Yaani yeye lengo lake kuna message anafikisha, sio kukutibua wewe as a person. Na yeye ana stress zake, ana mambo yake ambayo ameamua kuwasilisha lihoja lake kwa namna hiyo. Sasa hutakiwi kulibeba kama ananiambia mimi kama Dorothy Gwajima anakiambia kiti. Si ndio hiyo? Sasa kiti hiki lazima kuwe na hekima ya kumbeba. Sasa kuna wakati wao wananitania mimi. Tunaweka vitani tunacheka. Lakini saa nyingine wakiwa na jambo lao, afu mimi nikiwatania kwa utani ule ule, wanaanza kuninanga. Wewe kiongozi gani? Au imekuwaje? Naambia jamani, ndio tunaongeaga hivi. Kwa hiyo saa nyingine na mimi najishape kulingana na wao wanavyoenda.
Nikiona hili wamepiga kelele sana, na mimi narudisha nyuma, wanaanza tena, mama uko wapi? Kuna tena utujibu yale majibu, naambia taratibu. Si jana mmesema kikao kimepitisha kwamba nisijibu hivyo. Haya tuanze upya sasa tujibizaneje. Kwa hiyo ni vijana unaenda nao hivyo, lakini kikubwa hakuna ugomvi pale. Pale ni upendo tu ambao unatushikamanisha na kutubondisha kama Watanzania. Ugomvi binafsi pale waga hakuna. Kwa hiyo yako ambayo ukiyachukulia wewe kama wewe yanaudhi, lakini ukiyachukulia kama sauti fulani, kuna mlango unasema kwenye kitabu cha Mungu. Yumkini ziko sauti za namna nyingi duniani, wala hakuna moja isiyo na maana. Basi nisipoijua maana ile sauti, nimekuwa mjinga kwake yeye anenaye, naye amekuwa mjinga kwangu. Kwa hiyo lazima ujibebeshe hekima za kuwaelewa wale kwamba wanazungumza kitu fulani tofauti na unavyotaka kufikiria wewe. Sasa nyingine tunahamiaga DM ujue. Vipi kaka umevurugwa au dada umevurugwa? Kuna shida gani? Tuna mama nisamee tu. Nisamee mama nijivurugwa. Mfano mmoja alinitumia message hapa, mambo kwa ushahidi. Unakwenda DM pa. Tunaenda huko tunaongea. Yaani watu jamani, hao watu. Mmoja aliniambiaje? Vitu ni vingi sana. Mmoja aliniambia najua kuwa mara ya mwisho hatakuwa na mawasiliano mazuri, lakini kwa sababu ya jazba na hasira tu, kwa vile sikuona kuwa nasikilizwa. Umeona? Kwa yale ambayo niliyaleta. Kaniambia hivyo. Nikamwambia salamu. Nikamwambia uzuri mimi kama kiongozi huwa napokea mengi, na macho yangu huwa napokea mengi, na macho yangu huwa kulinda watoto pale nikiona kuna mazingira yasiyo na afya, hadi mahakama ithibitishe. Huwa simbebi mtu, na baki neutral hivyo. Kwa hiyo na yeye kama ameonea achukue hatua hizo. Yaani namuonyesha mtu kwamba mimi sina ugomvi wowote kama kiongozi, I remain neutral. Yanaisha. Lakini unaweza kuwa unajibizana labda na mamalishe mkagombana, afu kienda kula chakula anakunyima, anakuambia kimeisha, kumbe bado ana. Umezungumzia DM inaonyesha kwamba kuna mtu anataka asikilize. Lengo ni kwamba asikilize. Yes. Umekuwa kiongozi ambaye unatumia sana mitandao positive way. Lakini tumeshuhudia baadhi ya comment kwa viongozi wengi, na mimi nataka utakuwa umeshuhudia baadhi ya wengi wanapata comment very negative. Lakini wao umekuwa ukipata lipi positive kwa sababu engagement unafanya na audience yako. Nini unawashauri viongozi wenzako? Mimi nawashauri tu kwamba hiyo kulingana ya kusikiliza audience. Mimi nawashauri tu wote wengine ambao bado hawajajialign kwenye ulimwengu huu wa kidigitali wa zama za sasa na kizazi hiki cha sasa ambacho kimezaliwa kwenye kidigitali. Sisi kama viongozi tunaoongoza kundi hili, na wasihi tu tujialign. Hamna namna nyingine. Tupo kwenye dunia hiyo na tunawaongoza hao walioko kwenye dunia yao hiyo wafikie matarajio yao. Hawakupata hizi nafasi. Kwa hiyo sisi lazima tuwe na kitu kinaitwa corporate social responsibility. Yaani baadhi ya muda wetu. Yaani sisi, kwa mimi ofisi yangu hata nikiondoka ofisini, mimi niko ofisini tu 24 hours. Kwa sababu litanikuta huko, sijui taarifa limekuja, mtu kule anahangaika, nimeliona. Sasa wewe macho ameshaona, masikio yamesikia, kichwa unacho nafahamu unazo, na unaitwa kiongozi, na moyo unao. Yaani unalalaje? Yaani mimi siwezi. Lazima nilihudumie, niliweke sawa. Na huyo mteja nihakikishe nimemweka sawa, kalala usingizi wake, na mimi nitalala usingizi wangu kwa amani, lakini kuna kitu kinaendelea. Kwa hiyo ni alignment, na alignment inahitaji utayari. Ndio dhana ya uongozi. Uongozi ni kwenda kutumika kwa namna yoyote ile. Kama Mwenyezi Mungu anapotumika masaa 24 anatuangalia, anatujalia neema zake ndogo na kubwa kubwa. Sisi tumewekwa hapa kumwakilisha yeye kupitia serikali yetu. Yaani hapa hamna maneno marefu, ni hivi tubadilike basi. Nimeona umekuwa active sana kwa kujibu wote kusikiliza hapo. Lakini sisi kama wanahabari mara nyingi tunaona comments za watu wanahitaji majibu. Sio kwenye page yako, hata kwenye page nyingine za serikali. Ile namna ya
kujibu kwa haraka imekuwa mtihani kidogo, mpaka kitu kinasambaa sana kinakuwa negative. Baadaye baada ya siku 2-3 ninakuja kuleta ufafanuzi. Bali na kusema kwamba tubadilike, kitu gani kingine ambacho unatamani kuona viongozi wenzie wanafanya kulingana na wakati wa sasa hivi? Kwanza tunatakiwa tuwajenge wale wasaidizi wetu, nao wabadilike, waingie kwenye ulimwengu wa sasa. Sasa wasaidizi wetu wengi bado tu kwenye mabadiliko, yani kizazi hiki kimeshabadilika. Saa nyingine fikra za watu walioko kule field hazijabadilika. Kwa nini sasa nawapa moyo? Kwa mfano mimi nakuwa mstari wa mbele tu ili na wenyewe waone ni kawaida. Mimi namwambia afisa wangu, wewe uko kwenye idara hii, yani idara yako haina hata akaunti huko online ya kuweza kufuatilia issues zako. Wewe mwenyewe huna hata account, basi tumia ya wizara. Tuna maafisa habari wa wizara zetu, una wenyewe wabadilike. Sasa watu unajua saa nyingine ni waoga kujitokeza hivi kidigitali. Sasa mimi sijui wanaogopa nini. Mwingine anaogopa kushambuliwa, labda wewe ataambiwa pua lako liko hivi, ulione kwanza masikio yake. Hivyo vitu havisaidii chochote. Mimi nikawa na masikio mabaya, pua libaya, lakini huku kichwani niko vizuri mashallah. Sasa wewe unaangalia masikio yangu na pua yangu havitakusaidia. Kitakachokusaidia ni kile kilichoko kwenye kichwa changu na moyo wangu kwa ajili ya wewe basi mwenye pua nzuri na masikio mazuri uende mbele. Hata kama masikio mazuri na pua nzuri zinasaidia, mbona wewe hujasaidiwa kwenye hilo? Watu wabadilike wote. Mwingine akishambuliwa hivyo anafanya issue, anaanza kugombana na aliyemshambulia. Mimi wala sina habari, wewe nishambulie utakavyo. Siku moja ananiambiaga mimi muone kwanza ni sura lake kama la baba, naambia afu nitakusaidia nini wewe? Umeona hiyo? Akili yangu ipo kama ya nani, mbona kama imekuzidi wewe? Kwa hiyo ni mabadiliko ya fikra. Mwingine anakufanyia hivyo, ujue hata hajulikani anaishi wapi, jina lake yeye kajibandika sio hilo. Si ajabu anaweza kawa yuko hapo karibu na wewe. Sasa unaanza kupambana naye. Wewe angalia tu hoja yake ni nini, tumika wewe kama kiongozi kuisolve hiyo hoja. Mwisho wa siku hataona madhaifu yako hayo, ataona hekima yako na nguvu yako kuwa msaada kwake yeye kusonga mbele. Sasa kinachotakiwa kufanyika, tuwatie moyo hata watumishi wetu wa huko frontline wote, tuingie kwenye ulimwengu wa kidijitali. Ukiangalia takwimu za Tanzania, dijitali imekuwa sana, imeshafika mbali, na juzi tumemwona Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan anazindua minara mingine ya mawasiliano. Yote hii ni kusogeza huduma mbele. Sasa utafika wakati nyumba karibu 50% ya Watanzania kuna line, yani kuna data pale zimetokea ambazo ni very promising, nearly 50% or above, ambazo access kwenye masuala ya mitandao na kumiliki hii mitandao. Sasa tutafika siku Watanzania wote 100% wana simu zao kama nchi za nchi. Hivi huyu mtu unamuita toka huko tukutane, njoo sehemu fulani kutakuwa na mkutano, yeye ndo anaingia kazini shift hiyo, utampata wapi huyu? Anakwambia niunganishe kidigitali, nitakuwa niko hapa. Na wewe lazima ujitokeze ujibu hoja zao. Kama hatujitrain hivyo tutaachwa. Mbona mikutano ya kimataifa tunaandikiwa barua? Sio saa zote tunapanda ndege kwenda kule. Unafanya mkutano wa kimataifa, unachangia hoja za nchi yako ukiwa ofisini kwako. Saa nyingine hata nyumbani, weekends mkutano unaendeshwa kule, ni usiku, unaamka, una join, unaiwakilisha nchi yako. Kwa hiyo ni saa ya baba, yani sio ombi, ni package ya utumishi wetu kwa zama za sasa. Kinyume na hapo, unajisikiaje wewe? Waziri yuko Dodoma, yuko Dar es Salaam, anajibu swala limetokea kwenye kata yako na wewe uko hapo hapo. Kidogo ni mtihani, lakini tunajaribu kuwasukuma hivi. Sasa tumetoa simu kwa maafisa ustawi wa jamii mikoa 26, zote zimeunganishwa kidigitali. Mambo kwa ushahidi, au mmechoka? Mambo kwa ushahidi. Hizo simu ziko hapa, niwaonyeshe ili na nyinyi mtusaidie kuzitangaza. Mtusaidie kuzitangaza. Tutawapatia, nimeona pale mna nini hiyo inaitwa, mna maktaba nzuri sana ya masuala haya ya kuweka kumbukumbu za chombo chenu cha habari. Sasa tunazo simu za mikoa 26 tumeshazisambaza.
Namba za simu za maafisa wa ustawi wa jamii mikoa yote 28 nchini hizi na zimeunganishwa hizi kidigitali. Hasa wananchi wanatakiwa waanze kuniondoa mimi kama waziri sasa. Tunasema sasa tuko mtandaoni, sawa basi na miundombinu ndio najenga. Simu hizi hapa za maafisa ustawi wa jamii tunakwenda kutengeneza za maafisa maendeleo ya jamii. Tumefikia ngazi ya mikoa, tunashuka mpaka wilaya. Lakini tuna kituo cha wizara kina namba 5 ziko hapa. Sasa wananchi sasa kwa nini wazioni hizo? Hawazioni za maafisa ustawi wa jamii, wanakuja kwangu tu. Sasa si mahaba hayo au? Na mimi nawapokea kadri wanapokuja. Wakinilaumu hujanijibu namwambia lakini ndugu yangu nao ungepita kwenye mfumo ingependeza. Kwa hiyo mimi nachechemua mabadiliko, nachechemua kujiamini, nachechemua kuwaonyesha wanaonihusu chini yangu kwamba wahamie digitali ndo wananchi huko waliko. Anaweza kwa yuko ofisini kwake anapata shida hii anakupa taarifa. Kwa hiyo wote ambao hawajajialign tutasukumwa tu na wakati. Ni mahitaji ya wakati. Yaani ili sio ombi. Ni mahitaji ya wakati. We have to do it. Kwa pia ukipiga picha sana na baba. Yes, na kumekuwa na comments nyingi sana watu sisi kama mapenzi tunataka kusuluhisha. Kuna mmoja anakumbuka kwa Scott comment akasema, mama na mzidi kumbana sana baba. Zile comments wewe unazipokeaje? Kwanza mimi na mume wangu tunacheka. Kwa nafasi hii nilionayo kama waziri wa maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Pia tunashughulikia masuala ya jinsia. Pia tunashughulikia masuala ya family and parenting. Nadhani mimi mwenyewe na familia yangu tunatakiwa kuishi ule mfano ili wengine waige. Sera tunazohubiri, mikakati tunayohubiri, walau na sisi tufananie na hiyo. Ndio maana unakuta maisha yetu kwa namna moja au nyingine kuna wakati inabidi kuyaweke tu wazi ili watu waone kwamba hicho wanachosema pia ndicho tunachokifanya. Kwa hiyo zile comment sisi tunazichukulia la very positive, unamlinda sana. Sasa nisimlinde nimlinde nani? Wewe unawakulinda. Unataka ujilinde mimi au wewe nikulindie wako? Kila mtu alinde kinachomhusu. Mimi nikiwa na mume wangu nitahakikisha yuko mikono salama, anapita njia salama, na yeye pia ni duty yake kuniwekea mazingira hayo. Mazingira gani? Sio kunifuatilia mguu kwa mguu, kunipa amani na faraja, niwe na peace of mind, ili ninapokwenda kule nijue kwamba kuna shujaa yuko nyuma yangu ananiangalia, sitakiwi kumwangusha kwa namna yoyote ile. Na yeye akienda kule ajue kwamba kuna mama anapambana mtaa huu na yeye ananiheshimu na kunipenda, sitakiwi kumwangusha. Kwa hiyo zile comment huwa ni kama vile tunachukulia ujumbe umefika, na vijana wetu na wenyewe nao wachaguane kwa sawa sawa, waingie kwenye mahusiano, wawe na urafiki kwanza kabla ya hayo mahusiano ya kwamba huyu ni mke wangu na mume wangu. Wajaribu kwanza kutengeneza bondi ya urafiki, ndio itakayowapeleka mbele. Bondi ya kuheshimiana, bondi ya kuwa wawazi. Wewe unakuaje na mke wako? Yaani wewe akifika huna amani. Unakuaje na mume wako? Akifika huna amani. Kuna shida hapo. Kwa hiyo tuwe na maisha ya uwazi. Huo uwazi na uwajibikaji na ukweli. Sio tu kwenye serikali. Ukati cross kuanzia kwenye familia. Serikali bila familia zilizo wazi, kweli, uwajibikaji na ushirikiano na ushirikishaji, tutayumba sana huku. Ndio mwanzo wa kupata watoto wasio na maadili. Watasoma shule, watakuja kule, package walioipata kwenye malezi na familia kama imeyumba, hawawezi kuwa na tija huku. Kwa hiyo zile comment mimi huwa ni changamsha jukwaa, lakini ni elimishi, lakini zinatufanya ujumbe wa pande zote uweze kufikiwa, na vijana wajifunze kile ambacho wanaweza kujifunza kutoka kwetu ambaye tunahubiri hizi sera. Na vijana wakumbuke kwamba mambo yote tutafanya, ujana utapita. Finali umejiandaaje wewe na wale ambao Mungu amekupatia uwazae? Whether utaoa au kuolewa, whether utaishi peke yako. Tamani maisha unayoyaishi watoto wako waje wayaishi. Sasa jipime mwenyewe, maisha unayoyaishi watoto wako wakija kuyaishi, utakuwa na amani au utakuwa na amani? Tuna duty ya kuhakikisha dunia inakuwa salama kwa kutengeneza familia salama zenye malezi bora na makuzi mema, na ndio mpango wa Mungu. Tukijifariji tu hivi kwamba ujana umenikolea maji ya moto, mimi navuruga tu, umri tuliofika sisi, omba usikufike. Utajutia hizo dhambi zako ulizozifanya, usipate mtu wa kukufariji, kwa sababu na hakika Mungu atakurudia na kukuhoji hata kabla hujafa. Lakini sijui kama
utafika kwa tabia hizi wanazozifanya wengine. Labda wameamua kuishia miaka 20 au 25, kwa sababu kuvuka hiyo mitihani ufike miaka 55 tunaoringia sisi tunaitwa wazee. Amina, wauliza wazee ni cheo cha heshima tena cha kimungu. Sasa wewe kama hutaki kufika uzeeni, unaona uzee taabu, chagua unaishia miaka 40 au 35, mimi sielewi. Lakini kama unataka kufika uzeeni, uwe kimbilio la hekima, watu wa kukimbilie na Mungu wa kuheshimu na wanadamu wa kuheshimu. You need to shape your behavior. Yaani hilo sio ombi, ni lazima ya kinecha na lazima ya kiasili. Vinginevyo utakuwa mtu wa kujuta na kuficha uso mahala ambapo hapafichiki. Maana kumbukumbu na alama unazoziacha mitandaoni, matendo yako hayo yatafuatana na wewe. Hata baraka za kimungu zinapotaka kuja, zitabisha hodi na kurudi, kwa sababu ulishaacha ule mstari Mungu anaotaka ili uweze kukutana na baraka zake.